Kivurini kwa kushirikiana na wenzetu wa Global Communities tunaendesha mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa ustawi wa jamii kutoka mikoa 4 na halmashauri 15 za mikoa ya Dodoma, mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza na Geita kupitia mradi wa familia imara ambao unalenga kushirikisha wanaume katika kuboresha malezi, maendeleo ya watoto, lishe na kutokomeza ukatili wa wenza na ukatili wa watoto. Lengo la mafunzo haya ni kuboresha stadi za maafisa ustawi wa jamii, kuimarisha mfumo wa rufaa, tathmini, huduma na udhibiti wa hatari ya manusura mbalimbali wenye nia ya kujiua kutokana na vitendo vya ukatili wa wenza au ukatili wa watoto. Ni ukweli usiopingika, kuna mahusiano ya karibu sana kati ya ukatili wa wenza, ukatili kwa watoto na changamoto ya afya ya akili pamoja na hatari ya kutaka kujiua. Inaweza ikawa kwamba, na utaangalia kwa mujibu wa tafiti kwamba kiwango kikubwa cha wanaofikia maamuzi ya kujiua wanaume ni kiwango kikubwa ikilinganishwa na wanawake, na hii ni kutokana kwamba wanaume wengi pia wanapopitia madhila ya ukatili au changamoto ya afya ya akili mara nyingi hawafunguki na kutafuta msaada na huduma kwa wakati. Naitwa Dr. Meshak Samuel, ni daktari bingwa na mtaalamu wa afya ya akili. Nafanyia kazi hospitali ya rufaa mkoa wa Mwanza Sekoture, lakini pia na ratibu shughuli za afya ya akili katika mkoa wa Mwanza. Eneo la ukatili wa kijinsia, uhusiano wake na afya ya akili ni eneo pana sana, na kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya afya ya akili na ukatili. Kwa mfano, tunasema kwamba zaidi ya nusu ya wagonjwa wote ambao tunawaona kliniki ya afya ya akili, wengi ambao wana matatizo au magonjwa ya akili, karibia nusu yake na zaidi wanaripoti kwamba walishawahi kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Na ukatili wa kijinsia kama tunavyojua uko wa aina nyingi. Kuna ukatili wa kijinsia unaotokea kwenye ndoa ambao tunaita intimate partner violence, lakini kuna ukatili dhidi ya watoto, lakini kwenye hizo ukatili dhidi ya wenza zimegawanyika katika makundi pia kadhaa, ambao moja wapo ni ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa kingono, lakini pia ukatili wa kisaikolojia au wa mawazo. Kama tunavyojua, afya ya akili ni ule uwezo wa mtu kuwa sawa katika tunasema ni utimamu au sawa katika uzuri wa kijamii, lakini pia msawazo wa mawazo, hisia, miemko pamoja na tabia ya mtu, ambavyo kwa umoja wake hivi vitu vinamsaidia mtu kupambana au kukabiliana na changamoto za kila siku katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo mtu anapokuwa amepata ukatili, huo ukatili unakuwa ni jeraha kwenye saikolojia yake, kwenye nafsi yake, inakuwa ni jeraha kubwa ambalo mara nyingi linaenda kuharibu afya yake ya akili na linaweza likasababisha tatizo au hata ugonjwa wa akili kama asipopatiwa utatuzi wa haraka. Mfano tu, ukatili ambao unaongoza kwenye matatizo ya akili au magonjwa ya akili ni ukatili wa kingono au wa kisaikolojia. Huu ukatili mara nyingi huwa unagusa utu wa mtu, na mara nyingi unampelekea mtu anafikia hadi katika hali ya kukata tamaa au kujikataa, kwa sababu mara nyingi wanaona kwamba utu wao umetwezwa. Kwa hiyo magonjwa makubwa ambayo yanawaathiri sana hawa watu endapo hawatapatiwa utatuzi wa shida zao, inaweza kuwa ni msongo wa mawazo, lakini anaweza akaugua mpaka akapata sonona ambao kwa kitaalamu tunaita depression. Lakini wengine pia huwa wanapata msongo wa mawazo mkali au mkazo mkali ambao unatokana na lile jeraha la kisaikolojia ambao tunaita post traumatic stress disorder. Hii mara nyingi
yule manusura wa ukatili ataanza kupata ndoto au anaanza kuliishi lile tukio zima upya, kwamba kama aliwahi kufanyiwa ukatili au mfano alibakwa, anaanza kuwaza tena. Yaani tukio kama linaweza likawa limetokea hata miaka kadhaa iliyopita, lakini kwa muda huo anakuwa anasikia kama hilo tatizo linajitokeleza tena. Kwa hiyo mara nyingi wanapata hisia zilizo kali zikiambatana na uchungu, zikiambatana na kukosa amani, kukosa raha, na muda mwingine inapelekea dalili zingine, kwa mfano za kukosa raha ya kufanya kitu chochote katika maisha, ikiwepo mabadiliko katika ulaji chakula na usingizi. Na muda mwingine haya matatizo au magonjwa ya akili ambayo yanatokana na ukatili wa kijinsia yanaweza yakapelekea mtu kukata tamaa ya kuishi na baadaye kuwa na mawazo ya kutaka kujiua. Kwa hiyo katika takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba tatizo la kujiua limetokea mara nyingi, na karibia watu 800,000 kila mwaka duniani wanaripotiwa kujiua. Na sababu kubwa ambazo zimepelekea watu kujiua mara kwa mara, visababisho vikubwa mara nyingi ni mahusiano mabaya, labda ugomvi kwenye mahusiano ya watu, lakini sababu zingine ni ugumu wa maisha, ambao ukiangalia katika msingi wake mahusiano na ugumu wa maisha vinaweza vikawa na uhusiano wa moja kwa moja na ukatili. Kwa hiyo rai yangu kwa maafisa ustawi wa jamii ni kuweza kutambua viashiria vinavyoashiria kwamba huyu mtu labda yuko hatarini kujiua kutokana na kupata tatizo la akili. Tatizo la akili linaweza likawa katika aina mbalimbali, kwamba kujeruhiwa kwenyewe kutokana na ukatili, kujeruhiwa kwenye utu wake ambao tulikuwa tumesema, mfano ukatili wa kisaikolojia unaweza ukapelekea mtu akakata tamaa kabisa ya maisha na kuamua kujiua. Lakini pia kuweza kujua viashiria vya matatizo au magonjwa ya akili ambayo yanatokana na ukatili. Kujua huko kutawasaidia watu kutokuugua magonjwa ya akili. Lakini pia kama tunavyosema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, ni vizuri maafisa ustawi wakasaidia kutoa uelewa kwa jamii yetu kwamba ukatili wa kijinsia una athari kubwa kwenye afya ya akili. Kwa hiyo kama tutaweza kufanya namna yote ile kukinga ukatili wa kijinsia kwenye jamii yetu, basi jamii yetu itakuwa salama kwenye akili zao. Jina langu ni Baraka Bakona, ni afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Mwanza. Mafunzo hapa kwa kupitia shirika la Kivulini kwa muda wa siku 3, na kikubwa kinachofanyika hapa au lengo kuu la mafunzo haya ni kuzuia na kushughulikia changamoto za ukatili wa kijinsia katika ngazi ya msingi kabisa ya kifamilia. Lakini tunajua masuala ya ukatili wa kijinsia yanasababisha sana changamoto hizi za akili, kwa maana afya ya akili kama ilivyozoeleka, lakini zinasababisha vile vile msongo wa mawazo, tatizo la kisaikolojia kwa wanajamii. Kwa hiyo tumeona tuwawezeshe maafisa ustawi wa jamii kutoka mikoa 4 hii ya Dodoma, Geita, Mara pamoja na Mwanza, ili kuweza kuwajengea uwezo namna gani tutakavyoweza, kwa sababu ni programu inaendelea kupitia shirika la Kivulini, lakini sisi wenyewe tunatongezea ujuzi wa kukabiliana na changamoto hizi ngazi ya jamii. Lakini jambo la 3, ukiachana na masuala ya ukatili wa kijinsia, masuala ya changamoto za afya ya akili, tunaangalia ni jinsi gani tunaweza tukazuia changamoto hizi kwa tangu utotoni. Kwa hiyo hatujaacha kugusa element ya makuzi, malezi na maendeleo ya awali ya mtoto, sababu mtoto tunataka tumjengee kabisa skills bora au mbinu bora za kukabiliana na changamoto hizi katika ngazi ya chini kabisa, lakini na watoto wasiweze kufanyia ukatili, ili baadaye na wenyewe waweze kuja kuwa binadamu bora na kutegemewa na taifa hapo baadaye. Kwa majina naitwa Koleta Sanga, ni afisa ustawi wa jamii kutoka halmashauri ya Magu. Matukio ya ukatili na changamoto ya akili au tatizo la akili, hivi vitu vinakwenda pamoja. Kuna baadhi ya watenda matukio ya ukatili anatenda yale matukio kwa kuwa yeye mwenyewe ana changamoto kwenye akili yake, ana changamoto ya akili au ana ugonjwa wa akili, anatenda ukatili. Kwa mfano, unampata mama
amemtupa mtoto wake ambaye mimba aliibeba kwa upendo, akamzaa kwa upendo, lakini baadaye anaenda kumtupa vichakani. Baada ya muda ukifuatilia zaidi unakuja kujua kwamba mama yule alikuwa na changamoto ya akili, ndio maana ameweza kutenda ukatili ule kwa mtoto wake. Lakini hata ukienda kwa wanaume, unakuta mwanaume anatenda sana ukatili kwa mke wake. Ukienda kufuatilia kuna kitu hakiko sawa kwenye akili yake. Kwa hiyo vitendo vya namna hiyo vipo, unapata mteja, unamsikiliza, na ukija kumsikiliza wa upande wa pili ambaye ni mtenda ukatili, unakuta tayari alikuwa ameshaingia kwenye hatua za awali za changamoto ya akili. Kwa hiyo vitu hivi vinahusiana. Kwa hiyo katika haya mafunzo tuliyoyapata ya namna ya kushughulikia watenda ukatili au mambo ya ukatili, jinsi yanavyoweza kuleta changamoto ya akili. Ukatili unaweza kumletea mtu changamoto ya akili, lakini changamoto ya akili pia inaweza ikaleta ukatili. Mtu ambaye amekuwa akifanyia ukatili mara kwa mara kwenye maisha yake anaweza kupata changamoto ya akili, lakini baadaye na yeye anaweza akawa ni mtenda ukatili. Lakini mtu ambaye anatenda ukatili anaweza katenda ukatili kwa kuwa na changamoto ya akili. Kwa hiyo hii mambo ni yako mara mbili, two way traffic. Changamoto ya akili inaweza kumfanya mtu afanye ukatili, lakini vitendo vya ukatili vinaweza vikamfanya mtu akapata changamoto ya akili. Kwa hiyo ni mambo ambayo tumejifunza namna ya kuyashughulikia na namna ya kuwasaidia watu wenye changamoto ya akili. Changamoto ya akili au ugonjwa wa akili ni ugonjwa kama ilivyo magonjwa mengine. Mtu anaweza kuwaona wataalamu, akatibiwa na akawa sawa, akarudi kwenye jamii, akawa mtu wa kawaida. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo jamii inatakiwa kuijua, serikali na jamii yetu iweze kuwakubali wateja ambao tayari wameshahudumiwa changamoto au ugonjwa wa akili wakapona. Wawakubali kwa upya, wasiendelee kusema huyu ana ugonjwa wa akili hata baada ya kuwa amepona. Na ndio maana wengi wanakuwa hawajitokezi kuonesha zile ishara zao za kwamba wao wana changamoto. Hivyo jamii nayo iwapokee wale waliopona, lakini hamasa ifike kwa jamii kuona mtu ana matendo haya, ichukue hatua ya kumpa rufaa mteja mapema, afike kwa wataalamu kwamba matendo haya anayoyafanya huyu anaashiria kuwa na ugonjwa wa akili, ili mtu aweze kutibiwa mapema. Hata wale wanaokaribia kutaka kujinyonga, umeshaona dalili, mshauri, toa rufaa, afikie wataalamu ili aweze kuokolewa mapema.